Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Meli ya kifahari ya Urusi imepita katika mlango wa bahari wa Hormuz licha mlango huo wa bahari kufungwa, lakini pia meli hiyo haikupata kizuizi chochote kutoka kwa Iran wala Marekani. Meli kubwa inayohusishwa na mmoja wa washirika wakuu wa rais wa Urusi Vladimir Putin imepita katika mlango wa bahari wa Hormuz licha ya njia hiyo muhimu ya bahari kufungwa. Meli ya kifahari ya Nord yenye urefu wa mita 142 inayohusishwa na bilionea wa Urusi Alexei Mordashov ilisafiri kutoka Dubai hadi Muscat, Oman mwishoni mwa juma, mojawapo ya meli kadhaa za kibinafsi zilizovuka bahari hiyo katika miezi ya hivi karibuni, licha kwamba kulikuwa na upinzani mkubwa katika eneo hilo. Iran imeshirikiana na Urusi katika mazungumzo ya ngazi ya juu wiki hii, huku mzozo kati yake na Marekani kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango huo wa bahari wa Hormuz ukiendelea. Takribani 1/5 ya usafirishaji na usambazaji wa mafuta ghafi na gesi asilia LNG husafirishwa kupitia njia ya majini. Mordashov ambaye ana uhusiano wa karibu na Putin hajaorodheshwa kama mmiliki rasmi wa meli hiyo ya kifahari, lakini rekodi za Nord zinaonyesha kuwa ilisajiliwa kwa kampuni inayomilikiwa na mkewe mnamo mwaka 2022. Nord inayokadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 500 iliondoka Dubai Ijumaa usiku na kufika Al Mouj Marina katika mji mkuu wa Oman Jumapili asubuhi, kulingana na data za jukwaa la Marine Traffic. Usafiri wa baharini kupitia mkondo wa Ghuba kwa sasa uko katika sehemu ndogo ikilinganishwa na viwango vya kabla ya vita. Mzozo huo umechangia kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta duniani, huku kiwango cha kimataifa cha mafuta ghafi Brent kikipanda hadi dola 109 za Kimarekani kwa pipa kuanzia siku ya jana Jumatatu. Iran imeendelea kudhibiti usafiri wa meli kupitia njia hiyo muhimu ya majini baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa vikosi vya Marekani vitaweka kizuizi cha kijeshi katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz, huku viongozi wa kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa kupitia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akihimiza mlango wa bahari Hormuz ufunguliwe. Ameonya kuendelea kwa vizuizi katika eneo hilo kutazidisha changamoto ya kimataifa, hasa masoko ya nishati. Katibu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa ametoa wito wa kufunguliwa kwa mlango huo na amesema kwamba nyakati hizi ni nyakati hatari sana, kwani nchi nyingi zinaanza kuyumba kiuchumi, na amesema kupita salama bila vizuizi ni hitaji muhimu la kiuchumi na kibinadamu, huku mshtuko wa kiuchumi ukitokea ghafla na athari zake zikimgusa kila mtu. Marekani inaitaka Iran kuachana kabisa na mpango wake wa huku Iran ikisema kamwe haitoweza kuachana na mpango huo. Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, amesema Marekani ndio iliyosababisha mazungumzo ya awali kati ya Tehran na Washington kushindwa kutokana na kile alichokiita madai ya kupita kiasi yaliyovuruga juhudi za kufikia mwafaka. Waziri huyo ambaye alisafiri hadi nchini Urusi siku ya jana Jumatatu alikutana na rais wa Urusi Vladimir Putin na ametoa kauli hiyo wakati wa ziara hiyo nchini Urusi, ambapo aliahidiwa kwamba Moscow itatoa msaada katika kumaliza vita hivyo. Mwanadiplomasia huyo wa Iran ameongeza kuwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran vimeonyesha kile alichokita nguvu halisi na uthabiti wa Iran, na anasisitiza kuwa Tehran imefanikiwa kusimama dhidi ya dola kuu duniani. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi kupitia The World News.